Na katika biashara, wadau katika sekta ya uchukuzi wa magari ya umeme wanataka sera kuimarishwa katika kanuni za sekta hiyo ikiwa wangetaka inawiri na kukua kikamilifu. Kenya ilizindua sera yake ya kitaifa ya magari ya kielektroniki tarehe 3 mwezi Februari mwaka huu, ikiongozwa na Wizara ya Barabara na Uchukuzi. Sera hiyo inalenga kupunguza utoaji wa kaboni katika sekta ya uchukuzi, kupunguza uagizaji wa mafuta na kuiweka Kenya kidedea katika eneo hili kwa utengenezaji wa magari ya umeme na nishati safi. Hata hivyo, wawekezaji wanasema sera hii ni moja tu ya vivutio vinavyohitajika kuendesha sekta ya magari ya kielektroniki. Sera hii inalenga kuhakikisha matumizi ya magari ya kielektroniki kupitia ushuru ziada wa thamani, VAT wa 0% na kupunguza ushuru wa bidhaa za mabasi, baisikeli na pikipiki za kielektroniki na betri za lithium. Wakati huo huo, gereza la Nyandarua limepanua mpango wake wa uzalishaji wa mbegu za viazi zilizothibitishwa kwa lengo la kuongeza utoshelevu wa chakula, kusaidia wakulima na kuwapa wafungwa ujuzi wa kisasa wa kilimo kama sehemu ya kurekebisha na kubadili mienendo yao. Katibu wa huduma za urekebishaji tabia Salome Biako anasema gereza hilo linapanga kuongeza eneo la mbegu za viazi kutoka ekari 20 hadi 40 kufuatia mafanikio ya uzalishaji wa mbegu za kizazi cha kwanza na cha pili zilizothibitishwa. Mpango huo pia utapunguza matumizi ya serikali kwenye chakula kwa kuongeza uzalishaji wa kilimo kwenye gereza. Commercialize the way we produce our produce, na tutakuwa tukiuza hizi seeds kwa farmers hapa Nyandarua. Nyandarua County ina umaarufu wa ukuzaji wa viazi. Tutakuwa tukiuza huku, lakini tunanuia kuuza kwa nchi nzima kwa wale farmers ambao wanahitaji hii seed. Na hatimaye sekta ya uzalishaji humu nchini inapania kutumia teknolojia za Kitaliano katika usindikaji chakula ili kupunguza hasara ya mazao baada ya mavuno ambayo haijapungua na kuongeza thamani ya bidhaa. Kupitia mradi wa Africa on the Road, kampuni 13 za Kitaliano zinaonyesha teknolojia mbalimbali zinazohusiana na mifumo ya unyunyizaji mashamba maji, matumizi ya vivungulio, mashine za kiotomatiki za viwanda na upakiaji viwandani kwa lengo la kuanzisha ushirikiano wa kibiashara wa kudumu na wazalishaji wa humu nchini. To address post-harvest losses, having the right technology presents you a huge opportunity. We have seen companies that have refrigerators, for example. We've seen in places within our country, particularly in Central Province, where we produce enough tomatoes, but we cannot keep them, probably because of the lack of bulk storage. Briton Elia, Darubini.